Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 10 mwezi Machi, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya wafiadini 40 wa Sebaste. Wafiadini hawa walikuwa askari wa kikosi maarufu cha jeshi la Roma, kikosi namba 12 kilichokuwa na kituo kule Sebaste, Armenia nchini Uturuki mnamo mwaka 320. Kikosi hiki kiliamrishwa kutolea sadaka kwa miungu na Kaisari wa Roma Licinius. Hawa mashahidi walitoka mataifa mbalimbali. Ingawa ilikuwa ni amri ya kijeshi tena kutoka kwa Kaisari, hawa wafiadini walikataa kata. Badala ya kujitenga na jeshi, walibaki jeshini na kufuata sheria zote za jeshi, lakini walikataa amri hiyo moja tu. Hivyo Kaisari aliamuru wateswe na kisha waletwe mbele ya baraza lililoongozwa na Agricolaus, gavana wa Kapadokia. Kwa ujasiri wote walitamka waziwazi kuwa wao ni Wakristo na hakuna mateso yanayoweza kuwafanya wakakana imani yao. Baada ya gavana kuona kuwa hakuna ushawishi unaoweza kubadili msimamo wao, aliamuru wateswe kikatili na kutupwa gerezani. Kule gerezani walifarijiwa katika maono na Bwana Yesu aliyewatia moyo kuvumilia kila teso. Wakati wa baridi kali waliamrishwa walale uchi katika ziwa la barafu mpaka wagande na kufa. Kisha Agricolaus aliamuru waandae moto na maji ya moto ya kuoga ili kuwashawishi sasa wakane imani yao. Hawa wafiadini bila kusubiri walivua nguo zao na kujitupa katika barafu kwa furaha, wakitiana moyo wakisema, usiku mmoja tu kwa mateso unatupa uzima wa milele. Kwa pamoja walimsifu Mungu wakisema, Bwana, tupo 40 katika mateso, tujalie sisi sote 40 tuvikwe taji, asipotee hata mmoja kati yetu. Askari mmoja aliyekuwa akiwatazama akaona malaika wakishuka juu yao na mataji 39, kwa kuwa mmoja wao alikata tamaa na kukana imani yake. Huyu wakati akitambaa kuelekea kwenye moto aliaga dunia wakati akitegemea kupata faraja. Lakini askari mwingine akitiwa moyo kumkiri Kristo alichukua nafasi yake na hivyo kukamilisha tena idadi ya askari 40. Walibaki imara wakati miguu yao ikiganda katika barafu na wakafa mmoja baada ya mwingine. Kulikuwa na askari mmoja mdogo ambaye aliendelea kwa muda mrefu kubaki hai katika barafu. Wakati watumishi wa mfalme walipokuja kuondoa miili yao, walimuona bado yupo hai na wakamshawishi tena akane imani yake, lakini mama yake akisimama karibu naye alimtia moyo avumilie. Wale watumishi wakamtupa katika moto pamoja na miili ya wale waliokwisha kufa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu wafiadini 40 wa Sebaste. Baada ya hayo nilitazama, nikaona umati mkubwa sana ambao hakuna mtu aliyeweza kuhesabu idadi yao. Walikuwa kutoka kila rangi, kabila, taifa na lugha, na wamesimama mbele ya kiti cha enzi na Mwana-Kondoo. Wamevaa mavazi meupe na wameshika mikononi matawi ya mitende. Rejea kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya ya 9. Watakatifu wengine tarehe 10 mwezi Machi: Mtakatifu Gustavo
na Mtakatifu Emili na pia Mtakatifu Victorinus, mfiadini wa Afrika Kaskazini. Watakatifu wafiadini 40 wa Sebaste, mtuombee.